Kwa kipindi fulani kirefu ambacho nafikiri tumekuwa nacho tangu tumeanza mwaka huu, Mungu ametupa neema ya kuanza safari ambayo nilisema at the end of the day ni safari itakayotuingiza kwenye kuishi kiroho ama kwenye spirituality. Makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu haikuwa kumuumba mwanadamu ili awe kiumbe fulani less, kiumbe fulani ambacho kimepungua. Haikuwa ni kumuumba mwanadamu ili kiwe ni kiumbe fulani chenye limitation, ambacho kiko limited either na environment ama na whatever ambayo yuko ulimwenguni. Bali Mungu wakati anaumba, ninapozungumza haya maneno naomba tu connect sawa sawa. Inawezekana maisha ambayo tunayaishi, situations ambazo tumekutana nazo kwenye maisha zikatufanya kwa namna moja ama nyingine tukajiona kwamba wanadamu ni viumbe fulani vipungufu sana, na hata mara nyingine we envy the angels. There's nothing wrong about that. Malaika ni viumbe wa Mungu ambao Mungu amewafanya kwa utukufu, lakini kwa sababu wanaishi katika ulimwengu wa roho, always wako katika utukufu wao, si ndio? Na mara zote ambapo wamejimanifest kwenye ulimwengu, wamejimanifest kwa namna tofauti tofauti, isipokuwa zile ambazo tumezisoma ambazo walijimanifest katika utukufu zimetufanya tuone malaika ni viumbe fulani hivi wa ajabu, si ndio? Tuko pamoja? Na kila mtu anatamani hata kuona malaika. Sio wangapi wanatamani kuona malaika? Kuona malaika tunatamani, lakini malaika akijimanifesti kwako kama alivyo, unaweza usitamani, si ndio? Kwa sababu ile glory. Lakini imetufanya tumefika mahali tumeona kwamba mwanadamu ni kiumbe fulani hivi less, ni kiumbe fulani kimepungua. I wish ningekuwa kama malaika. I wish ningekuwa kama kiumbe fulani hivi supernatural. Asubuhi ya leo mimi niko hapa kukuambia kwamba tumekuwa tukiishi deception, tumekuwa tukiishi hali ya uongo kwa muda mrefu sana, simply kwa sababu lilipotokea anguko, kukawa na badiliko katika humanity, mwanadamu akatoka kwenye ile glory, tumetembea kwenye safari ya kujiona tumepungua. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Adamu akasema nimejificha kwa sababu niko uchi. Bwana asifiwe. Ilianza safari ya kukimbia utukufu kwa sababu ya kile ambacho kilitokea kwa mwanadamu. Kwa hiyo mpaka leo hii bado tuko kwenye hiyo hali ya kujificha, na tumejificha mpaka tumefika mahali ambapo hatugundui tena sisi ni kina nani. Halo? Naomba leo nipate nafasi ya kuelewana na mtu leo, kwa sababu ninapokwenda kuzungumza ni vitu fulani vya msingi sana. Una uwezo wa kujificha identity yako mpaka ukafika mahali na wewe ukawa umesahau wewe ni nani. Kwa hiyo mwanadamu baada ya haya kutokea amefikiri kwamba ni kiumbe dhaifu. Lakini malaika ambao ni viumbe tunawaona wana nguvu, Biblia inawazungumza kama watumishi ambao wanamtumikia Mungu kwa wanadamu, ambao wanasema kwa bwana zetu. Lakini haijawa hivyo kwetu kwa sababu ya understanding tulionayo ya sisi wenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo restoration ambayo Kristo alimekuja kuifanya ni ya kunibadilisha mimi na kunileta kwenye kile halisi ambacho ninapaswa kuwa. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo ninaposema hii safari ya spirituality, kwa wale ambao umekuwa mkinifuatilia tangu tumeanza mwaka na kidogo ya mwisho wa mwaka jana, kuna safari ambayo tumeianza ambayo ni ya kunibadilisha mwanadamu to become that which God intended. Kwa sababu alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hakuzungumza kwa mfano wa malaika, ila alizungumza kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu anatutengeneza au amekusudia kututengeneza na kutufanya kuwa kama yeye. Kwa lugha nyingine, viumbe wengine wakituona watatuona kama miungu. Amina. Elohim. Mungu alivyokuwa anasema na tuumbe
mtu kwa mfano, na tuumbe. Hata leo kuna na tuumbe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So kile Mungu anakusudia baada ya kukubali kumtoa mwanae Kristo, akamwaga damu yake, akatununua kutoka kwenye maficho ambayo tulikuwa tumefichwa, ni ili tuletwe tufanywe mmoja sawa na yeye. Tukiwa mmoja sawa na yeye, tutakuwa wanadamu wenye mwili wanaoishi ulimwenguni, lakini wanaishi katika roho. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa wale ambao mmeshanielewa, hamkereki tena nikisema kwamba issue hizi za kufikiria mbinguni, kwenda mbinguni, tutaenda mbinguni sana, na zenyewe tunazikosea kwa sababu tunapoteza muda, hatuanzi kuishi mbinguni sasa hivi. Amen. Kwa sababu there's an opportunity to live sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo alichokikusudia Mungu ni mimi na wewe tutoke kwenye ile level ya chini, tuwe elevated kwa level ya kiungu, ili tuwe miungu, liweze kutimia lile neno alilolizungumza kutoka kwa nabii, akasema kwamba Mungu anakaa kati ya Mungu, na katikati ya miungu wanafanya nini? Hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini huku chini anashuka, anasema lakini mtakufa kama wanadamu wa kawaida. Sio kama kuna mtu anaendana na mimi. Maanake ni kwamba Mungu mwenyewe hanioni mimi kama mwanadamu wa kawaida. Baada ya kile alichokifanya kwangu, ananitazama kama kitu kingine kabisa. Ananitazama kama Mungu. Lakini anasema kama tukiendelea katika hali hii ya kutokujua, basi tutakufa kama wanadamu wa kawaida. Mimi si nitakufa kama mwanadamu wa kawaida. Amen. Si nitakufa kama mwanadamu wa kawaida. Amen. Na yule anayelisikia hili neno asubuhi ya leo linakwenda kukubadilisha. Hautaendelea kuwa mwanadamu wa kawaida, kwa sababu Mungu hajakukusudia uwe hivyo. Amekusudia kuraise Kristo, kuraise makristo, tujikaa pamoja tuitwe wa Kristo kwa sababu ni Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. So kwenye hii series ambayo tumekuwa tukiendelea, viko vitu ambavyo tumekuwa tukiviangalia, na leo nataka tuendelee mbele. Kuna kitu tumekuwa tukikiita kumtegemea Mungu, si ndio? Kumtegemea Mungu kimekuwa ni neno ambalo ni kawaida, ni neno famous katikati ya Wakristo, kwamba katika mambo yako yote mtegemee Mungu. Katika sijui nini mtegemee Mungu. Ukimtegemea Mungu mambo yako yote yataenda vizuri, si ndio? Kuna ukweli mwingi kwenye hayo. Lakini je, tunaelewa halisi nini maana ya hayo? Kwa sababu ili uweze kuyaishi hayo, ni lazima uelewe hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulipokuwa tunazungumza kutoka kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, akasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, si ndio? Kuomba na kushukuru, haja zenu zijulikane mbele za. Huku chini anakuja, kuna sehemu nyingine anazungumza, nafikiri kwenye kitabu cha Mathayo au Yohana, akati anawaambia kuhusu ufalme wa Mungu, akawa anasema kwamba tusijisumbue na kwamba tuvae nini, tule nini, tunywe nini, tufanye nini. Cha kwanza tutafute kwanza ufalme wa Mungu, alafu hayo mengine yote tutazidishiwa. Sawa eh? Asa maneno haya ambayo ni ya kweli, kwa kuto kuchanganyikana na elimu sahihi ya uelewa ndani ya mtu, yametengeneza watu ambao wanafikiri kwamba Mungu yuko pale, sawa, na sisi tuko hapa. Kwa hiyo tunamuomba Mungu pale, anakuja anatusaidia hapa. Kwa hiyo kama amesema tusijisumbue, basi tunakaa hapa, hatujisumbui, hatufanyi chochote, tutatulia tu, alafu yeye atafanya. Ndio kikaibuka kizazi fulani hivi cha Wakristo ambao ni wavivu. Kikaibuka kizazi fulani hivi cha Wakristo ambao wamekuwa sio watu wanaofanikiwa. Hata tukisema hata kwenye kuna maeneo tunafundishana sana kuhusu kufanikiwa, mwisho bado watu wanatoka hawafanikiwi. Anafanikiwa naye wafundisha kuhusu kufanikiwa tu, lakini wao hawafanikiwi, kwa sababu there is something missing kwenye understanding ya hili ambalo walikuwa analizungumza kwenye huo mfululizo wa kukuambia kwamba wewe usifanye kitu, tulia yeye afanye kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asa tumekama na hii kumtegemea Mungu, na tumeset up maisha yetu tukiwa tunajua kwamba Mungu yupo, which is very true, na tukasema tunamtegemea yeye, lakini hatujaelewa how.
Kumtegemea Mungu, je, ni kuacha kufanya vitu ili yeye afanye? Kumtegemea Mungu ni nini hasa, au namna gani tunamtegemea Mungu? Kwa sababu kiukweli tunabidi tuwe wa kweli. Wa Kristo kuna vitu vingi tunaamini, lakini hatuelewi tunaamini nini. Na tumekaa kwenye Ukristo muda mrefu, we have nothing to show katika hii divinity, huu uungu ambao tunauzungumzia. Ninyi ni miungu, amen. Lakini maybe ni kwa sababu we need Mungu atusaidie with a certain knowledge to open our eyes to be able to see hiki kitu kina maana gani halisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna prophecy ambayo alizungumza Isaya, ambayo nataka tuisome, alafu nianzie hapo asubuhi ya leo. Isaya sura ile ya 30 mstari wa, nakusudia kusoma mstari wa 15, lakini unaweza ukasoma mstari wa, unaweza ukasoma mstari wa 8 alafu ukasoma mstari wa 15 ambao ndio naokusudia. There's a reason kwa nini nataka kusoma huo mstari wa 8. Isaya 30 mstari wa 8. Haya, enenda sasa, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao, lichore katika kitabu, ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja, kwa ushuhuda hata milele. Mstari wa 15. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Naomba huu mstari wa 15, huu wa 15 tuurudie wote. Yaani kila mtu hebu upitie mstari kwa mstari kitu ambacho Mungu anakisema. Hii ni prophecy ambayo anaizungumza. Anasema kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna privilege ambazo hatujaweza kuzienjoy kama wanadamu kwa sababu ya kushindwa kuelewa. Asubuhi ya leo namuomba Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa hiki. Anatabiri, anasema nguvu zenu. Kumbuka kule mambo ya msijisumbue kwa mambo yote tumeshayasoma hayo. Najua mnayo kichwani hayo. Kaeni nayo hayo. Anakuja anazungumza, anasema nguvu zenu, sio nguvu za Mungu ndani yenu. Halo? Amen. Anasema nguvu zenu. Hii anazungumza na wewe. Anasema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba. Tulitafsiri hayo mambo, si ndio? Na kushukuru. Lakini hapa anazungumza, anasema nguvu zenu ninyi wanadamu zitakuwa katika kutulia. Sasa wakati anatabiri hili jambo, niliwahi kuwafundisha hapa nani, nikasema kwamba everything that you see kwenye Agano la Kale ni kivuli cha yale ambayo Mungu ameyakusudia kwenye Agano Jipya. But that does not mean kwamba yaliyo kwenye Agano la Kale yalikuwa ni mambo ambayo hayafai. No. Yanafaa sana yakiweza kutazamwa kwa jicho la kutokea kwenye agano lililonalo. Sawa sawa, eh? Mungu alilichukua taifa la Israel kama mfano wa taifa lake. Naomba unisikilize vizuri. Najua kuna watu tunakwenda kuhiji Israeli, na Israeli ndio kila kitu, ndio mpango mzima na nini kwetu, tukifa wengine utamani hata tungezikwa Israeli. Lakini Mungu hayuko na Israel kwa sababu tu Israeli. Mungu ali-establish Israel kwa ajili yako wewe, ili akupe picha ya mahusiano yake yeye na taifa lake. Bwana asifiwe. Hili taifa lake likafika mahali, ukisoma kurudi nyuma, kama unataka kusoma kwa muktadha, ukirudi nyuma kule ukaanzia kusoma kurudi, utagundua watu hake walifika mahali ambapo walianza kuambia manabii watabiri wanavyotaka wao, wahubiri wanavyotaka wao. Kuna mtu anaanza kusense kitu ambacho kiko kwenye Agano Jipya la sasa hivi. Amen. Watu walifika mahali wakawa wao wanataka vitu vifanyike vile wanataka wao. Wakawa ni watu ambao ukiwaambia wasiende wanaenda. Kwa hiyo kukatokea chukizo mbele za Mungu.
Halo? Kwa lugha ya kwanza tunaielewa huo mstari umekaa hivyo. Nikatokea ni chukizo mbele za Mungu. Mungu akamaindi. Ukiendelea hapa mbele chini ya tulipoishia, utaona Mungu anavyo maindi sasa na kuamua kuwashushia sio ni malaana au whatever alivyoamua kuwaambia, ambavyo vitawapata Israeli kwa sababu hawakutaka kusikia. Sawa eh? Lakini akiwa katikati ya mazungumzo yake na Waisraeli, akamwambia nabii, sura ile ya mstari ule wa 8. Naomba unifuatishe, Mungu akusaidie. Akamwambia nabii, haya, enenda sasa andika neno hili katika katika kibao mbele ya macho yao. Listen careful. Mbele ya macho yao. Lichore katika kitabu ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja kwa ushuhuda hata milele. Halo? Maanake ni kwamba Mungu was in the game, alafu katikati akakumbuka kwamba kazi yangu mimi ni kwa ajili ya hao ambao ninakuja watakaofikiwa na miisho. Si ndio? Kwa hiyo akamwambia sasa, andika maneno haya, kwa sababu maneno haya atayaandika na kuyapresenti machoni pao, lakini sio kwa ajili yao. Akasema ni kwa ajili ya kizazi kinachokuja ambacho ni mimi na wewe. Maneno yenyewe ni maneno gani? Maneno yenyewe anakuja anasema huku kwamba nguvu zenu zitakuwa katika kufanya nini? Katika kutulia. Manake ni kwamba kutakuwa na vita, lakini nguvu zenu zitakuwa katika kutulia. Amen. Now, kikawaida Kikristo tukiishia hapo tunaweza tukafurahi kwamba nguvu zetu ziko katika kutulia. Ila unapokutana na changamoto unagundua kwamba kwenye kutulia nguvu zako hazionekani, hamna hata kidogo. Hakuna. Simply kwa sababu understanding ya hiki alichokuwa anakimaanisha hapa. Sawa eh? Anazungumza anasema nguvu zenu ziko katika kutulia na kutumaini. Halo? Amen. Mnaelewa maana ya kutumaini, si ndio? Yes. Nguvu zetu ziko katika kutulia na kutumaini. Kutulia na kutumaini. Sio katika kufanya kitu fulani. Kutulia na kutumaini. Utulivu anaozungumza hapa sio ile hali ya kukaa tu chini. Kumbukeni ndugu zangu, kukaa chini ni mwili wako unakaa chini. Halo? Amen. Kinachokaa ni mwili wako. Kinachokwazika ni mwili wako. Yaani mwili wako ndio huwa unafanya hayo matendo unayoyaona unayafanya. Kwa anapozungumza kuhusu kutulia, hamaanishi kutulia namna hii. Anamaanisha something bigger. Kwa sababu utulivu wa mwili peke yake it is nothing, but utulivu wa roho it is something, kwa sababu una uwezo wa kufanya mwili ulio katika mahangaiko, wakati ukiwa katika mahangaiko ukatulia. Amen. In the middle, ukiwa katikati ya storms, yet ukawa na uwezo wa kuimba hallelujah. It is because in your heart, ndani yako ndiko kuna utulivu. Amen. Utulivu unapokuwa kwenye mwili, chochote kitakachotokea nje kita disturb position yako. Yeah. Sasa kuna mtu ananielewa ndani. Tulikuwa tunazungumza kuhusu yule malaika. Namkumbuka yule malaika ambaye alikuwa akija katika zamani zao, alikuwa anakuja anatibua kisima. Akitibua kisima, wa kwanza kuingia alikuwa anapata uponyaji, si ndio? Yes. Nikamwambia kwamba that scenario, that thing, it is happening until today. Kwamba there are times ambazo Mungu ana deploy malaika kwa ajili yetu katika season, katika wakati fulani, but most of the time tunakuwa hatupo kwenye position kama jinsi ambavyo Adamu hakuwa kwenye position kwenye kipindi kile ambacho Mungu amemtembelea, and therefore we miss something. Hello? Amen. Kwa hiyo disturbance ya mwili, namna disturbance ya mind, anapozungumza kwenye Wafilipi kwamba usijisumbue kwa jambo lolote, amaanishi kujisumbua kwa kufanya vitu, anamaanisha ile worrying, ile hali ya kuworry, ile hali ambayo inakuletea anxiety, ile hali ambayo inakufikisha mahali kwamba itakuwaje. Anasema hiyo hapana, kwa sababu when you do that unakuwa umeiforsake position yako ya kiungu, ambayo in that position ya kiungu it's a position ambayo you can create. Ndio position unaweza kuumba, but without that position you cannot. Kwa hiyo anapozungumza kuhusu nguvu zenu zitakuwa katika kutulia, maana yake ni kwamba mtu fulani ambaye amekuwa elevated kwenye knowledge akaweza kupata huu utulivu, then huyu mtu anafanya nini? Atakuwa na nguvu.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sijui kama nina communicate na mtu kitu fulani hapa. Amen. Hey. Tunapozungumza kuhusu kumtumaini Mungu, naomba uondoe mawazo kwamba ni kwenye kumsubiria Mungu aje afanye kitu fulani. Sawa kwamba nimemuomba Bwana anakuja. Ni kweli there will be time between your prayer mpaka Bwana atakapofanya. Ila leo nataka nikufungulie siri fulani hivi kwamba Mungu anakaa ndani yako. Halo? Amen. Na kama Mungu anakaa ndani yako, manake utakapokuwa unamsubiri utakuwa unamsubiri ndani yako. Naona kama watu kidogo wanagoma kuelewa kitu hapa. Kwa hiyo kama Mungu ndani yako anafanya, manake it's just the issue ni hii, you just need to tune kwenye certain frequency, the frequency of God, and then you start doing it, and when you do, God anakuwa amefanya. Hello? Amen. Mungu amemfanya mwanadamu, alafu akaona ni vyema utimilifu wake si ulikaa ndani ya Kristo, si ndio? Tunakubaliana kwamba utimilifu wa Mungu ulikaa ndani ya Kristo kwa namna ya mwili. Amen. Lakini Kristo akasema na yeye ndani yetu sisi. Kwa hiyo sisi tunakuwa kile ambacho kilikuwa mwanzo. And therefore when tunapozungumza kuhusu Mungu kufanya ama kumtumaini Mungu, tunazungumza hali fulani hivi ya kutune kwenye frequency fulani ama position fulani ya Baba na kuanza kuoperate. Amen. Okay, maybe let me break it this. Labda ngoja nivunje namna hii. Ngoja nivunje hivi, nitarudi hapo. Utulivu huu ambao unazungumzwa kwamba itakuwa katika kutulia ni status ama ni position ambayo una uwezo wa kuwa kwa sababu ya assurance ulionayo. Yes. Bwana asifiwe. Labda tuanzie hapo. Kuna position ukiwa okay. Ukiwa na hela kwa mfano, yaani una hela mfukoni, si ndio? Hela ipo ambayo ni ya kwako, hujazima, ni ya kwako. Position ya moyo wako huwa inakuwaje against mambo ya kawaida tu ya hapa ulimwenguni? Okay, labda niseme hivi. Position yako yani moyoni mwako inakuwaje against pizza mfano au kitu fulani? Kunakuwa na utulivu fulani. Sio kama naelewa hakuwi na masumbufu sana kwa sababu una uhakika kwamba ukitaka kufanya utafanya. Yeah. Hapa nitawakumbusha zamani. Japokuwa zamani sio wengi hapa, zamani nikizungumza sio wengi sana. Lakini mtaiga kwa hawa wachache ambao wanaelewa zamani, si ndio? Kila mzee Sishe, mzee Mushi wanafahamu zamani ninayozungumzia. Ilikuwa watoto sisi kule ambako tumekulia, chakula kikitengwa nyumbani. Kuna baadhi yenu inawezekana sio zamani lakini mmepitia hiyo kidogo. Chakula kikitengwa pale mezani, kwanza kulikuwa hakuna hizi classifications za vyakula ambazo mnazo nyinyi, kwamba mtoto anasema what is that? Neno what is that kwenye chakula lilikuwa hali exist. Lilikuwa hali exist. Sio kama unanielewa, mnaelewa vizuri. Lilikuwa hali exist la what is that. Sikuwahi kujua kama vyakula vinatofautiana mpaka nilipokuja kuwa mkubwa. Nilikuwa najua chakula ni chakula. Kwa hiyo kikishawekwa chakula pale, mama alikuwa anaita tu. Na mara nyingi wengi mlikuwa mnaitwa kwa majina ya nyumbani. Tu shauri yako. Kamaliza. Wewe ukisikia shauri yako unajua kwamba ni muda wa chakula. Kwa hiyo nikifanya masiara sikuti kitu. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anakimbilia kwenye chakula, mnawahi mnakwenda mnakula. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa ubwabwa. Pilau. Sisi tulikuwa tunaita mchele. Ukipikwa kwenye sherehe, kwa sababu of course mara nyingi tulikuwa tunakula mara moja kwa mwaka kwenye sherehe Christmas, ama kama kuna ubarikio umetokea. Ninakumbuka kwamba lile sinia, wakati mleta sinia alikuwa analeta sinia, kabla sinia halijafika chini vizuri, lilikuwa tupu.
kwa sababu mikono ilikuwa imezama mle haraka sana, na kuna miamba walikuwa wana mikono iliyobarikiwa, yani ulikuwa ukiingia namna hii anaingiza na wapili, haijalishi, hakuna masuala ya kunawa mikono. Haya kunawa mikono tumeyakuta mjini na tumekutana nayo hapa mjini, lakini leo hii hapa nikishusha sinia, tukiwepo sisi mzee Sishe wale ambao tulikuwa tukiwepo sisi, likiwekwa sinia hapa la wali sasa hivi, mpaka uambiwe kwamba bana ise tule bana, wasema tule na maji. Yani sio issue tena. Yani kwa nini hatuligombei tena? Kuna assurance kwamba hata nisipokula hapa nitakula nyumbani. Amen. Sasa mmeanza kunielewa? Yes. Assurance ipo. Yani kilichokuwa kinatufanya sisi tunafanya vile, msitucheke. Nimeona watu wengine mnatucheka hapa, unamcheka mchungaji. Kilichokuwa kinatufanya tufanye vile ni kwa sababu nilikuwa ninajua kwa hakika nisipokula ubwabwa kwenye ile sherehe sintaula tena mpaka Krismasi ifike. Kwa hiyo siwezi nikafanya kitu chochote. Ilikuwa hata kucheza, huendi kucheza mbali siku ambayo wali unapikwa nyumbani. Michezo yote inakuwa around nyumbani, kwa sababu unajua for sure nikimisi sina tumaini tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa assurance. Sasa hivi mna assurance. Wali kwa hapa Dar es Salaam nimekuta ndio chakula ambacho kila siku wetu unakula. Yaani kila siku ndio unakula wali. Kwa hiyo wali ukiletwa hapa hakuna atakayeuhangaikia. Kila mtu ataangalia, ni wali, pilao. Kwa sababu gani? Una assurance, una uwezo ukaula saa yote unayotaka. Bwana asifiwe. Amen. Mmeipata hiyo concept ya assurance? Yes. Sawa. Sasa tuendelee. Utulivu sasa ambao anauzungumza unakuja ndani ya mtu baada ya yeye kuwa na assurance, ndio anakuwa na utulivu. Ndugu zangu, tutadanganyana sana kwenye hii scriptures, hizi vitu tunasoma hapa, until hili jambo limeeleweka kwa hakika ndani ya mtu. Utulivu hauwezi kupatikana. Utulivu unaletwa na elimu na knowledge ambayo inakufunulia kujua, then ukijua unakuwa na uhakika. Ukisha kuwa na uhakika unakuwa na utulivu kwa sababu una uhakika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtu ambaye amemfahamu Kristo, amemwamini Kristo, Kristo amefanyika kitu ndani yake, ninataka nikuambie hivi, ana uhakika kabisa kwamba mbinguni anaenda. Yes. Si ndio? Kuna watu kama hao unajua hapa ndani wapo wa Kristo ambao ni kweli bado lazima kabla hujalala ujitakase kidogo, ujiweke vizuri, ili kama Yesu akija usiku usije ukafanya nini? Ukabaki. Lakini kuna ambaye anakwenda kulala tu kwa kumshukuru Mungu, anamwambia Mungu, asante sana kwa sababu siku ya leo umenitunza, imekuwa ni siku njema, siku ya baraka, nimeufurahia wema wako pamoja na mengine ambayo nimekutana nayo, but nimeona goodness yako katika siku ya leo. Alafu akavuta shuka akalala, hakemei, hafanyi nini. Unajua tofauti ya watu wawili? Mmoja ana uhakika. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ninayezungumza mbele zenu nilikuwa siwezi kulala kabla sijakemea nguvu za giza, mapepo, vinyamkera, ngoromwiko, vibwengo. Nyinyi hapa nyinyi mna bahati sana. Hivyo vyote hamvijui. Nani amewahi kukutana na kibwengo? Naona watu wa zamani tu, nyinyi wengine wote hamjui kuna vibwengo. Lakini kwa sababu ya elimu niliyokuwa nayo, nikapewa Kristo ndani yangu, nikampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu, lakini bado alikuwa hajafanyika assurance ndani yangu. Kwa hiyo kwa sababu hajafanyika assurance ndani yangu, nikienda kulala lazima nihakikishe kwamba malaika wapo. Kwa hiyo naulizia na namwambia Bwana, ninaomba weka malaika wenye panga zikatazo kuwili, malaika wawili mbele, malaika wawili nyuma, malaika kuzunguka kitanda changu. Afu nakemea mapepo, nguvu za giza, ngoromwiko, vinyamkera, viruka njia na aina zote za vipepo vya namna hiyo katika jina la Yesu. Afu ndo naenda kulala. Kwa sababu ya kukosa elimu, si ndio? Yes. Malaika wawili tu walimaliza Sodoma na Gomora in just a minute. Wewe unataka malaika 4 kwenye chumba chako? Bado umejimwagia damu ya Yesu everywhere. Umelowana damu ya Yesu kweli kweli. Sini bado tunayafanya hayo mambo jamani. Ukitaka tu kusafiri, unamwaga damu ya Yesu barabara nzima. Damu ya Yesu hiyo sio kazi yake. Bwana asifiwe. But when assurance inaingia ndani ya mtu, unagundua kwamba ukitaka kusafiri, unamwambia Mungu asante kwa ajili ya hii safari. Hii safari ni njema.
Alafu unasafiri ukiwa na imani kabisa kwamba utafika, kwa sababu tayari kuna ile assurance kwamba hata kama ikitokea ajali, ninajua Bwana utakuwa kwenye ajali, utakuwa pamoja na mimi. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja, kuna ile unaogopa ikitokea ajali itakuwaje. Alafu kuna mtu ambaye hata ikitokea ajali anajua hata ikitokea ajali si yupo. Kwa hiyo kama nitakufa sawa, nitakuwa nimekufa kwa sababu tunaondoka wote. Yaani kuna level fulani hivi, hasa ukiwa kwenye hiyo utulivu unakuja. Mwaka mmoja nimepanda ndege na safiri, tukafika mahali tukakutana, kipindi kile ilikuwa ni Megi, kuna kimbunga fulani tukakutana nacho katikati. Kilipopiga kile kimbunga ndio nikajua wanadamu nyie watu tunamhitaji Mungu, sema tunajifanyaga. Zile turbulence kwa ambao umewahi kusafiri ziko kwa level na level. Hiyo level tuliokutana nayo ilikuwa kidogo advance. Ikamlazimu pilot kuishusha ndege kwa haraka. Wale mliopanda hivi viumbe mnaelewa. Kuna namna maini yanachanganyikana na firigisi yanapanda juu. Nilisikia kila aina ya sala. Peke yangu nilikuwa sisali. Lakini nilisikia kila aina ya sala, na wengine hata Muislamu naye anamchanganyia Yesu humo ndani, yani whatever atakayekuwa karibu kuweza kuokoa kwenye hii situation, kama ni huyu lakini yoyote tu kwanza tuokoke kwanza kwenye ile, afu mambo ya dini tutakuja kujua baadaye. In that moment of desperation, chochote unataka kikusaidie. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado assurance hakuna. Ngoja niwaambieni, hiki sio kitu cha kujifanya, ni kitu ambacho inahitaji uelewe. Kikishafanyika ndani yako, wewe unakuta tu una react. Bwana asifiwe. Amen. Katika haya maisha tu ya kawaida, kuna baadhi yenu mmekutana na challenge kidogo, mkakutana na nguvu za giza, sijui mpo, si ndio? Wengine mmekabwa, si ndio? Kuna watu mmeo kukabwa huko ndani, si ndio? Na wengine mnakabwa. Alafu kuna mtakao kabwa bado mpo. Hii kitu tusinani sana. Na hii ni mambo ya kawaida yapo, si ndio? Lakini before kufika certain level of knowledge, inakusumbua sana unapokabwa, si ndio? Unarusha miguu, unahangaika kweli kweli. Mimi nimewahi kupitia vitu, nawaambia ni experience, si ndio? Nikaja nikagundua kwamba always ninapokutana na presence ya nguvu za giza, nina struggle kweli kweli, ninapambana mpaka unatoka jasho. But as I grow in knowledge, imefika mahali ambapo wakiingia, wewe unasema tu ala, mmeingia. Siku moja ilitokea one day, wazee wawili hivi, wazee wakaja. Walipokuja, there's a somehow whatever, kuna okay, vingine vina nani sana, lakini wewe kueleza tu cha juu, sawa? Walipokuja, mimi nikawa pembeni kidogo, and then wao focus yao ilikuwa ni mimi, lakini hawakujua kwamba mimi nimetengana na mwili wangu. Kwa hiyo at that time sikuwa kwenye mwili wangu, nilikuwa pembeni kidogo. Mmoja ndo akashtuka akasema, ala, kumbe hayuko hapa. Mimi nikamwambia, nimeona mmekuja. They left. Sawa? Now, ingekuwa before mtiti wake pale, ningeita kila aina ya kiito. Jehova Makedesh, Mungu wa Ulaya, si Mungu wa wapi, Baba wa Apostodani, Mungu wa Jehova, Mungu wa Mamposa, Pesho, kila kitu ungeita, kwa sababu unataka kusurvive miamba wasije wakaondoka na wewe. Sio kama unaelewa But when you grow in knowledge, inakuja point ambao you do not do anything, you just feel kwamba okay, sawa, lakini tutaenda sawa. At the end of the day, ninajua nitawin. Yaani ninajua najua hawataondoka kirahisi, na huwa hawaondoki kirahisi, ila one thing that I am certain of, nitashinda. Kwa hiyo inakupa calmness fulani hivi ambayo una dwell katika giza nene, and then at the end of the day unatoka ukiwa na victory. Bwana asifiwe. Amen. Sasa huko ndiko ninakotaka tuelekee sasa, kwenye hiki ninachokizungumza. Halo? Kwamba utulivu anaozungumza kwamba nguvu yenu itakuwa katika kutulia, ni kwa sababu there will be these people wenye assurance, wenye understanding inayowapa uhakika wa kweli ndani yao, and therefore wanakuwa kwenye utulivu.
Haimaanishi turbulence hakuna. Turbulence zitakuwepo, lakini kuna utulivu unakuja kwa sababu. Bwana Yesu asifiwe. Utulivu unakuja kwa sababu ya ile assurance ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeanza kuelewana vizuri? Yes. Okay. Leo nisiende kwa ile speed ambayo nilikuwa nimeikusudia. Ngoja tukae hapa taratibu kwanza, sababu lazima tuelewane. Kuna concept nitakuja kuizungumza ama nitaizungumza whatever itakapotokea ya Mungu, si ndio? The I am. Lakini Mungu alichokuwa anakifanya, alikuwa anajidogosha. Wangapi wanaelewa hilo neno? Anajidogosha, yani anajipunguza aweze kuexist kwenye ulimwengu. Sawa eh? Kwa hiyo akanifanya mimi ili akidwell ndani yangu aendelee na operations zake katika ulimwengu. Sawa? Asa ili operations zake ziendelee katika ulimwengu, lazima awe in control. Tuko pamoja? Amen. Ndio mnakojifunza issue ya faith. Imani mnasema ni nini? Imani ni kuwa na hakika. Si ndio? Yes. Mtu ambaye ana hakika ya jambo, manake huyu mtu hajisumbui tena kwenye lile jambo kwa sababu ana hakika. Amen. Sio kama mnaelewa vizuri. Yaani ninapozungumza haya tutaenda muangalie na huko kwenu kabisa, kwa sababu ni mpaka nyumbani. Unapokuwa una uhakika, utagundua kwamba you don't trouble yourself. Na wakati you don't trouble yourself, vitu huwa vinatokea. Kwa hiyo tunauona utendaji wa Mungu kwa sababu tuna imani. Si ndio tunavyosema? Yes. Sawa sawa eh? Yes. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba utendaji wa Mungu unauona kwa sababu Mungu ameweza kuwa in control. Amen. Mungu amekuwa in control kwako. How? Kwa sababu binafsi, ile nafsi ya kibinadamu step down, ambayo hiyo huwa ndio inakuwa na mashaka kwamba hii biashara itatoboa kweli, wao watoto watakuwa kweli, hao watoto watasoma kweli, au sio nini nitakuwa nini. Ile imetulia chini kwa sababu unafanya nini? Unasema una imani, si ndio? Kwa hiyo kuwa na imani ni kuwa na hakika. Ukiwa na hakika, manake umeruhusu yule ndani yako anafanya kile anachoona ndicho ambacho wewe kwanza umekiona na ukawa na uhakika kwamba ndio chenyewe. Yes. Tunaanza kuelewana? Yule mwanamke alisema nitagusa pindo la vazi la Bwana. Nikiligusa lile pindo la vazi nitapona. Halo? Amen. Wakati anazungumza hivyo, ndani yake alikuwa na hakika ya kwamba nikiligusa nitapona. Amen. Kwa hiyo kilichomponya sio Yesu. Naomba nikuambie hivi kwamba kilichomponya ni yeye ndani yake. Amen. Halo? Yes. Amefanikiwa kuactivate ule uungu ndani yake ili ufanye healing ndani yake yeye mwenyewe. Lakini ameuactivate kwa faith, kwa kuwa na uhakika ndani yake kwamba nikigusa pindo la vazi. Ndio maana Yesu mara zote alikuwa anamwambia kwamba imani yako imekuponya. Usinihusishe, ila imani yako imekuponya. Kwa sababu when unapoweza kufikia point ya kuona kwamba inawezekana, then inawezekana kwako. Amen. Hello? Yes. Kinachofanya iwezekane ni kwa sababu that part of godly in you imeanza kuwa in operation. Hello? Amen. Ile sehemu ya uungu ndani yako imeanza kuwa in operation. Kwa hiyo ninapokuwa katika hali ya wasiwasi, sehemu ya Mungu ndani yangu haiwezi kafanya kazi, kwa sababu kinachokuwa na wasiwasi ni ile hali ya mimi, ile nafsi ya kwangu mimi binadamu ya kwangu ndio inakuwa hivyo, and therefore it hinders ule utendaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba Mungu akusaidie lizaliwe jitu ndani yako, yaani uyaelewe haya maneno, Mungu akupe kuwa hili jitu ambalo amelikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo most of the things in our life hazitokei sio kwa sababu maombi mlioomba Mungu hakuyasikia. Hapana. Vitu vingi havitokei kwa sababu
tumekuwa katika constant business ya kupingana na Mungu. Hello? Amen. Na tunapingana na Mungu hapa. Kwamba Mungu aliye ndani yako hawezi kufanya kitu pasipo wewe mwenyewe kuwa katika makubaliano, yaani kuwa kuendana na yeye. Au nimekufuru kwenye hilo? Kwa sababu lazima uone ili kiweze kuwa. Kwa hiyo hata kama Mungu amekubariki, baraka zako hutazi experience mpaka umepata nafasi ya kuyaelewa haya, alafu ujue kwamba anayebariki yuko ndani yangu. Kwa hiyo mimi nimebarikiwa, sio nitabarikiwa, nimekwisha kubarikiwa. Kwa hiyo mimi ni baraka, and as I see myself kama mimi ni baraka, then I become baraka. Ninaanza kuwa baraka kwa sababu ninaona kwamba mimi ni baraka. Amen. Mungu tukimwelewa kama aliyoko pale anakuja kufanya vitu huku, tutapata tabu sana. Nataka umwangalie Mungu kama aliyeko ndani yako. Nataka umwangalie Mungu kama frequency fulani ambayo iko ndani yako, ambayo when you tune to that frequency, whatever that you order katika universe inatokea sawasawa na vile unasema. Amen. Ninampenda nabii mmoja wa Mungu anaitwa Elia. Akasema, akamwambia Ahabu, kwa neno langu kama Mungu aishivyo, haitanyesha mvua katika nchi kwa miaka 3.5. Sijui kama mnaisikia hiyo. Huyu ni mwanadamu Elia. Akasema kwa neno langu haitanyesha mvua katika nchi kwa miaka 3.5, na haikunyesha mvua kwa miaka 3.5. Amen. Halo? Amen. Leo hii ni kwa nini Elia, Roho wa Bwana alikuwa akija juu ya Elia na kuondoka? Sijui kama mnafahamu hiyo. Elia hakuwa amejazwa Roho wa Mungu masaa yote. Alikuwa anakuja anaondoka. Ndio maana akiwa amejaa Roho wa Mungu, alienda akawaambia wale manabii waje wafanye context, amthibitishe Mungu wake. Wakaja akawaua manabii, walikuwa 300, si ndio? Akaua manabii kibao. Akatoka akafanya vitu vingi sana vya kibabe kweli kweli, brutally. Alikuwa anaua, alikuwa na masiara. Lakini siku moja kuna mwanamke mmoja anaitwa Jezebel. Akasikia hizo habari za huyu jamaa anaua manabii na manabii. Akaja akamwambia, akamtumia ujumbe akamwambia, sikia. Akamwambia, wewe jamaa, kwa hayo ulioyafanya ninakuapia kwamba sio, nimwambia si mpaka kesho muda kama huu, kama nitakuwa sijapata kichwa chako, yani sijakata hicho kichwa, basi miungu na inifanye vibaya. Huyo ni mwanamke. Elia alipiga mbio, alikimbia isiyokuwa kawaida. Malaika wakaja wakamsaidia kuja kukimbia, akakimbia. Kwa sababu Elia tofauti yake na sisi ilikuwa ni hii, kwamba yeye Roho wa Mungu alikuwa anakuja juu yake. Roho wa Mungu mara nyingine anakuwa ameuchuna. Lakini wewe Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Manake ni kwamba una privilege zaidi sana ya wanadamu wengine walioishi wakayafanya matendo makuu hapo nyuma. The only issue ni kwamba we cannot manifest kile kilichoko ndani yetu. Maybe kwa sababu ya kufaili kuelewa hiki ambacho Bwana amekifanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio mtu wa kawaida. Uungu unakaa ndani yako. Amen. Na kama uungu unakaa ndani yako, Mungu anatarajia iwepo siku ambayo utazungumza, utasema mimi kwa maneno yangu mwakani majira kama haya itakuwa hivi. Na mtu atakayesema hivyo asione shaka ndani yake. Kwenye dini tutatafsiri kwamba mtu huyu ana imani, si ndio? Lakini ukweli ni kwamba mtu huyu amekuwa mmoja na Mungu. Kwa hiyo akizungumza ni Mungu amezungumza. Amen. Maisha yetu yamekuwa hayako certain sana. Tumekuwa tunaishi kama vile tuko kwenye maisha ya kuishi ziada. Kwa sababu we do not have control. Na hatuna control not because Mungu hajatupa control. Listen to me. Mungu amekupa control ya familia yako. Mungu amekupa control. Tena achana na issue tu za familia. Mungu amekupa control ya mazingira. Amen. Ya hali ya hewa.
Mungu amekupa control ya whatever. Mungu amekupa control ya vinavyoonekana na visivyoonekana, kwa sababu vipo. Yes. Lakini wengi leo hii tunaishi kwa rehema za vinavyoonekana, kwa sababu we cannot command heaven. But niko hapa kumwambia mtu kwamba Mungu makusudi yake ni kukuleta wewe kwenye uwezo wa kucommand heavens, kuziambia mbingu kile ambacho wewe unataka kiwe na kikawa. And the only thing that will help you do that, it is God in you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka ufike mahali uinuke ndani yako, ufahamu kwamba ni kweli kwa hakika kwamba Bwana yuko pamoja na wewe na anaishi ndani yako. Kwa hiyo nikizungumza mimi, Bwana amesema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ukiwa na hiyo assurance, then unaweza ukakaa katika utulivu. Na ukikaa katika utulivu, utakachosema kinatokea. Bwana asifiwe. Amen. Unataka nikwambie kitu? Yes. Mojawapo ya sababu kubwa kwa nini maombi ya wengi tumeomba hayajibiwi ni kwa sababu mara zote tumeomba hatujatulia. Hatujatulia, tuko under pressure, tuko kwenye stress ya kitu fulani. Kwa hiyo ninaingia kwenye maombi kwa sababu ya kile kilichotokea. Listen, ninaweza nikafanya the same thing, lakini kama elimu sahihi iko ndani yangu, nitafanya katika utulivu, sio katika kupanic. Lakini wengi tunakuwa driven na yaliyotokea, na kwa sababu hatujui yametokea namna gani, and therefore our prayers haziwi katika utulivu. Kwa hiyo maneno yetu yamekuwa ni maneno tu ya kawaida, hayana power ndani yake. Bwana ametuita kuoperate kama miungu katika huu ulimwengu. Amen. I don't know kwenye maisha yako ni nini ambacho kinaweza kikawa kinasimama mbele yako na kikaonekana kama mlima mkubwa ambao hauwezekani. Ninatamani uipate hii elimu ya Mungu, kwamba Mungu anakaa ndani yako, na kwa sababu hiyo wewe umekuwa mmoja na yeye. Ukiwa na uhakika whatever inayotokea mbele yako utatulia. Yakitokea yanayotisha pia utatulia, unajua kabisa kwamba sintakufa, nitafanya nini? Yaani hayatakuwa ni maneno ya kwenye nyimbo, yanakuwa ni maneno yako, kwamba pamoja na kwamba niko ICU sintakufa, bali nitaishi. Amen. Na kwako itakuwa sawa sawa na unavyoona. Yes. Amen. Hallelujah. Assurance. Sasa huu tulivu ukiwa ndani yako unakuruhusu wewe kuweza kuona. Sawa sawa eh? Yeah. Na if you can see, you can manifest. Okay. Mungu naomba unisaidie. Iko hivi, ndugu zangu, katika ulimwengu ambao tunauishi, chochote ambacho una uwezo wa kukiona, una uwezo wa kumanifest. Chochote. Kwa hiyo kumbe unachokihitaji ni uwezo wa kuona. Kuna watu waliwahi kuniambia, wewe unajua biashara hii, biashara ile, biashara yangu sijui kama ni biashara sahihi. Naomba unisikilize leo. Kile kitu ambacho unafanya, ukikiona kwamba ni sahihi, kitakuwa sahihi. Amen. Kuna mtu anaelewa. Paulo akaja akazungumza huku mbele, alizungumza akaiwekaje? Akasema kwamba alizungumza kuhusu mtu asiyejihukumu, si ndio? Akasema ana heri mtu ambaye hajihukumu kwa kile alichokiruhusu, si ndio? Kwa sababu kama alikuwa anazungumzia tena issue nzito kidogo, kwa sababu kuna mambo ambayo kwanza yalijulikana kama dhambi, si ndio? Lakini mtu akatokea ambaye hajihukumu katika yale mambo, basi Mungu naye anamwangalia hivyo hivyo na anayaona kwamba yale mambo hayana shida. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu akila kitimoto leo kwake ni dhambi, kwa sababu ndivyo anavyoona kwamba kula kitimoto ni nini? Ni dhambi, na mbele za Mungu inakuwa dhambi kabisa. Lakini yuko mtu fulani ambaye ameruhusu tu kwamba no, mimi ninaweza nikala kitimoto kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwake huyo sio dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ameruhusu iwe hivyo kwake. Kuna mambo ambayo wewe ukiyasema, ukiyaona vile ambavyo wewe unataka, yatakuwa exactly sawa sawa na ulivyoona.
Sasa problem ya kuona nako kuzungumza sio macho haya ya damu na nyama ambayo tungetamani kuona mazuri sana, lakini ile conviction ya ndani, ule uwezo kutokea ndani wa kupicture, ndio ninaozungumzia, ambao tunakuwa affected wengi sana katika zama hizi kwa sababu tunaona negative sana. Hello? Amen. Ulimwengu umejaa chaos kwa sababu kila mtu cha kwanza kuona ni negative kabla ya kuona positive. Huyu anaweza akawa ni mwizi. Kwa nini nisione kwamba huyu anaweza akawa ni mtakatifu wa Bwana? Huyu sikaene sana. Hebu mjue kwanza kwa sababu watu wa hivi bwana tayari kuna negativity pale, si ndio? Unaingia kwenye biashara leo, biashara unaanza kuifanya, unaangalia unasema hii bana hii biashara sijui, sina hakika kama tutatoboa kwa jinsi inavyoenda. Sijui kama tutatoboa. Ulimwengu umetutrain kuangalia mambo kutoka kwenye negative side. Na niwaambieni kitu, ni mpango kabisa. Ndio maana ukiingia kwenye taarifa ya habari, ili iwe taarifa lazima iwe mbaya. Halo? Wangapi wanaangalia taarifa za habari? Sio mnaangalia taarifa za habari? Si ndio? Ikianza tu sijui siku hizi, angalia siku nyingi, zamani kulikuwa na kamlio fulani hivi, wakikapiga kale, kakikata tu unasikia watu 17 wamekufa katika ajali ya basi leo sijui nini. Wakikaa kidogo, tembo 2 wamevamia kijiji kimoja na kuua watu kadhaa. Sio kama unaelewa? Kijana mmoja amehukumiwa hadi kunyongwa kwa sababu ya 1 2 3 4. Yaani hizo ndo taarifa, ndio news. Kwa unakaa pale una absorb negative, si ndio? Ukimaliza unakwenda kwenye ile sijui inaitwaje sasa hivi. Zamani kulikuwa na hizo kina Telemundo sijui nini, mwe mnani update na mimi. Sasa hizi kuna nini ipo? Nani? Jua Kali, si ndio? Okay. Sasa sijui sana hiyo, lakini ngoja nijaribu, mtabahatisha. Mkiniambia kuna kitu nimepatia mtaniambia. Unatoka hapo unaingia Jua Kali. Ukiangalia kwenye Jua Kali kuna huyu mama mmoja, mama mkwe, ana roho mbaya kweli kweli kwenye ile familia. Kwa hiyo unaangalia kisa chake anavyomtesa yule mkwe na nini na mateso mkwe anayoyapata. Alafu unakuta ameolewa na huyu kijana ambaye kichwa yake imejaa maji. Ana side na mama yake. Sinyani kama hiyo ipo kwenye, lakini kuna namna utaipata muiunganishie pale ikae. Kama haipo iwekeni pale. Sawa? Ana side na mama yake. Kwa hiyo mwanamke aliyeolewa anaishi maisha ya taabu sana ya kufitiniwa, kufanya nini. Sawa? Negative zinaongezeka ndani yako. Ulikuwa hujaolewa unaanza kuwaza, mimi nitaolewa kweli, mambo yenyewe ndio haya. Ukipata mama mkwe kichaa kama huyu. Kuna mama mmoja zamani, wakati tunaangalia kuna michezo ya zamani, sio kama atakuwa yuko hai. Alikuwa anaitwa sio nani yule mama. Alikuwa ana act mchawi tu siku zote. Bimwenda. Bimwenda. Ni mchawi siku zote. Siku moja kidogo watu wampige mtaani. Kwa nini? Kwa sababu mama ni mshenzi. Mama anatesa kweli watu. Kumbe anatesa watu kwenye TV tu, sio kweli. Lakini ameweza kuintroduce kwako mpaka imekuwa kweli. Bwana asifiwe. Amen. Elisha, sio kama unaweza kunisaidia hivi. Kuna vinani fulani hivi vya Kinigeria wao vinapigwaga. Wanapigaga kwenye movies za Kinigeria kabla hajatokea yule mchawi. Mshawahi kuvisikia, si ndio? Mshawahi kuvisikia? Ndio. Huwa kinafanya nini kwako? Kinaleta hofu fulani hivi. Yaani mwenyewe kabla hujamuona yule unajua kuna mchawi atatokea, si ndio? Anatokea tu wakati wote. Anatokea. Kwa nini? Kwa sababu wao wanatengeneza, they are programming you. Ngoja niwaelezeni ni kwa nini kwenye televisions zetu hatuna vipindi ambavyo vimekaa vinazungumzia stocks asubuhi mpaka jioni, vinazungumzia opportunities zilizoko Tanzania, zinazungumzia vitu fulani ziwe positive kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa nini? Ni kwa sababu wanaouendesha huu ulimwengu hawataki mfike huko. Hawataki. So what they will do, watakwekea Alejandro, atakuwa hapa handsome mmoja mrefu, si ndio? Mungu wangu, Mungu awasaidie. Hawapogi. Achana na hiyo kitu. Achana nayo, hakuna hiyo kitu. Wewe tafuta tu mtu wako hapo, hata kama ni kijeba fulani, wewe tembea tu.
wale hawapo. Yaani wale mnaona kwenye TV, afu kwanza hata hawajaoa wale. Vichwa vyao kwanza ni vibovu. Kwa hiyo wanakudesignia hizi character kwenye movies na movies. There is always mtu fulani hivi ambaye yani utamwadmire, ambaye maisha yake yote ni uongo. Maisha yote ni uongo. Yeye anaishi raha tu kila siku. Hakunaga sehemu yote ambayo kuna shida yoyote imefaa. Kwa hiyo ukija hapa nikakuoa mimi hapa, unakuja nyumbani kwangu unategemea uishi kama unaishi na Alejandro. Hiyo kitu haipo. Hautakutana na Alejandro, unakutana na mimi. Sasa ukikutana na mimi sasa, kinachofuata ni nini? Unaanza kukwazika. Unasema ndoa sijui sio nzuri. Kwa definition ya nani ndoa sio nzuri? Kwa definition ya Alejandro, kweli ndoa yangu sio nzuri, lakini kwa definition yangu ndoa yangu ni heaven kabisa, yani ni mbinguni, yani naishi mbinguni. Ndio maana sina haraka ya kwenda mbinguni. Ila mkija na definitions zenu za kwenye ile nini jua kali, kwa kweli huko naweza nikawa sifiti kwenye hiyo mambo yenu. Kwa ulimwengu unakuprogram hivyo. Asa angalia, tumekuwa programmed mpaka poverty tulionayo Afrika ni kwa sababu ya program tu. They are trying to program you kukwambia kwa sababu hujasoma basi kwa sababu hiyo huwezi kuwa hivi. Nani aliwaambia kwamba kusoma kuna uhusiana kabisa na ufanikio? Ndugu zangu, ngoja niwaelezeni. Kama kuna kitu ambacho hakihusiani na mafanikio ni kusoma. Ningekuwa na uwezo tusingesoma kabisa. Sema tu haiwezekani. Tungejifunza ila tusingesoma. Halo? Amen. Tungefanya nini? Tungejifunza lakini tusingesoma. Hizi shule zimewekwa kutufanya tufikiri kwamba kwanza kutupalika vibandiko fulani kwamba wewe ni mhasibu. Yaani unatembea sasa wewe ni mhasibu. Na hata kutembea kwako kunabadilika kwa sababu wewe ni mhasibu. Si ndio? Wewe ni engineer, basi engineer na wewe mwondoko wako unabadilika kwa sababu wewe ni engineer. Yaani unatembea kiengineer kwa sababu wewe ni engineer. Lakini wewe tunakujua sio wewe. Wewe ni Kristo. Wewe ni Kristo. The only identity ulionao wewe ni Kristo. Na kama wewe ni Kristo ni nani? Biblia inazungumzaje kuhusu wewe? Inasema hivi kwamba vitu vyote vilifanywa na yeye. Vilifanywa kupitia yeye, kwa ajili yake yeye. Nani huyo? Kristo. Maana yake ni kwamba everything that was made through Christ for Christ, and I am in Christ. Therefore whatever that was made by Christ, and it is for me. Yes. Hiyo ndio identity. Na kwa sababu hiyo ninaweza kufanya kitu ambacho sio lazima nifanye kile ambacho watu wote mnataka nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It has been proven. Kuna madaktari ambao wamewahi kukamatwa wakiwa wamepractice mwingine miaka 15. Kuna surgeon mmoja hivi amepractice miaka mingi kweli upasuaji, na hajawahi kuwa na kesi ya kupoteza mtu yoyote katika watu waliowapasua, ila hajawahi enda shule. Na anafanya kazi Uingereza wala sio hapa. Maana amefoji kila kitu, amefoji cheti, amefoji kila kitu, hajawahi kwenda shule, amefoji kila kitu mpaka yeye mwenyewe. Alafu akaingia kazini na akafanya. I want to ask you a question. What is that? Shule, is it necessary? Kumbe mtu anaweza akawa daktari bila kusoma, si ndio? Ila kwa kujifunza. Sababu yule alijifunza. Utakuja kunielewa baadaye tofauti ya haya mambo mawili. Kwa hiyo ulimwengu unakuprogram siku zote kwa kwenye kimbia ili ipoteze ule utulivu ndani yako, kwa sababu the moment negative iko nyingi ndani yako, kinachoumbika kwako ni negative. Nothing positive inakuja kwako. Niliwahi kuambia binti zangu siku moja, nikawaambia kwamba mojawapo ya sababu kwa nini mabinti wengi hawaolewi ni wao wenyewe. Wao wenyewe ndio sababu ya kutokuolewa. Kwa nini? Kwa sababu always unakuta mazungumzo yao hayavutii ndoa. Wewe umekaa unadhiaki wanaume kila siku tu. Kwamba vijana wa siku hizi, kuna vijana siku hizi universe inasikiliza. Hivyo sio kama mnanielewa? Mbingu zinasikiliza, zinaanza kusikiliza maneno yako kwamba umesema hakuna vijana. Kwa hiyo wakitokea vijana, wanatokea kama miti mbele yako. Kwa kila anayepita anakuwa ni kama mti. Kwa hiyo huwezi ukaona wakukuoa kwa sababu mtu akikusogelea unaona mbuyu. Kama ni mnene unaona mbuyu, kwamba huu mbuyu unakuja, huu mbuyu. Kama ni mwembamba mrefu, huu mwashoki huu. Kwa hiyo huwezi kuvutiwa na mwashoki kwa sababu wewe ni binadamu. Sio kama nazungumza na mtu hapa. Amen. Lakini ni namna fulani hivi ulimwengu umekuprogram ukakufikisha hapo. Yeah.
wasichana siku hizi bana. Nilikutana na vijana wa siku moja pale nyumbani kwangu. Nikauliza, nyewe watu mbona mpo tu vipi? Kuna shida gani? Mbona kanisa langu nimejaliwa pale mabinti ni wengi afu ninawaona wako kwenye utimamu kabisa. Mmoja aliniambia, akaniambia, pastor, wewe hujui tu. Nini? Sasa mabinti wa siku hizi ni vimbunga. Asa aliniambia tu hilo neno, hakutafsiri kwamba ni vimbunga. Kwa hiyo akaniacha hapo, najaribu kufikiria kimbunga kinavyofanya kazi. Alafu naona waona wasichana. Kwa hiyo nikimuona Lili anapita hivi nasema hii inaweza ikawa ndo tornado. Yaani unasema umeelewa? Yaani sasa sinaona vimbunga. Unafikiri ukijana ataoa? Ataoa. Mwanadamu hajawekewa kuoa kimbunga. Kwa hiyo kila anayekatiza mbele yake anaona Megi. Akikatiza unaona kimbunga sio cha aina gani? Akikatiza hii kimbunga Sofia, sio yani kimbunga Jogo. Akikatiza ni vimbunga tu vinapita mbele yake. Huyo hawezi kuoa. Tutazeeka pamoja na yeye, hataoa kwa sababu haoni wanadamu, anaona vimbunga. Amen. But when we change the way we see, I am telling you, kuna watu eti mnavimahesabu vyenu mnasema si msichana mzuri yuko hivi, yuko vile, yukoje. Mimi bwana nimekuja kugundua bwana, kumbe msichana mzuri ni vile wewe unamuona. Kuna watu wengine nyewe mnawaona ni wazuri, lakini mwingine akimuona anamuona kama kenge. Nyewe mnasema huyu hapa amepigwa ni kama amechorwa, lakini mimi nikimwangalia naona kama kenge. Yaani simuoni kama ilivyo vile mnavyosema nyie. Lakini kuna wakwangu mimi nimemuona, yaani ninavyomuona mimi naona ni mzuri kabisa. Yaani ninamuona na nakaa mara nyingine namwangalia, naona ni mzuri kwa sababu ni vile mimi ninaona. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja nikwambie, hii kitu mnaita uzuri sijui nini, ni wewe unaona nini? Ukimwona sio mzuri, na kuhakikishia anakuwa kama yada akitokea mbele yako. Unaona kama vile yale singo ngapi mnajua yale manani yale manani yale kuna mabero ile bero za nani? Za kuweka wine. Unaona la biringika hivi linakuja kwako. Kwa sababu hujataka kuona vizuri, si ndio? Lakini nakuhakikishia hakunaga hii kitu mnasema ndio maana kila mtu anaolewa. Yaani mnasherehekea harusi ambazo mlikuwa mjapigia mahesabu kwamba huyu ndio the top of the nini. Hakunaga hiyo kitu. And by the way, wale walio sana wale wa namna ile, Mungu awasaidie kwa sababu watu wao wanawaangalia tu hivi afu wanasema afu wanapitiliza hivi. Hawaendi mle. Si tunawaona, si ndio? Program. Kwa hiyo uungu ulioko ndani yako, ngoja nirudi kwenye somo langu. Nimepata mastori mpaka uungu ulioko ndani yako una uwezo wa kufanya kukiwa na alignment kati yako na wenyewe. Sawa eh? Unapokosa alignment kwa sababu ya vitu ambavyo umeviingiza ndani yako, the negativity ambazo ziko ndani yako, hauwezi ukafanya ule uungu ukafanya kazi. Nitakwambia, akiwa mtu mwenye pepo hapa sasa hivi, nikakwambia ukemee pepo ndani ya huyu mtu, linaweza lisitoke. Sio kwa sababu huna Mungu ndani yako, lakini kama umeona shaka kwamba litatoka kweli. Yaani kuna mtu anakuja kukemea pepo, anajiuliza hii ngoma hii. Hivi mnajua hapa kila aliyoko ndani, kila ulioko hapa ndani, una uwezo wa kuamuru pepo watoke na wakatoka. Lakini akilipuka pepo hapa, huwa tuna utaratibu wetu, tunajua nani anatakiwa akakemee, si ndio? Mnamwangalia kabisa yuko wapi, aende akakemee, ndio shughuli yake. Yaani hawezi akatoka tu mtu kule nyuma akasema bwana akafanya hiyo. Yaani lazima tu ahusishwe mtu fulani. Nilisafiri na vijana wangu hawa kwenye kule Mbinga. Sasa kule mapepo yalikuwa ni mengi kuliko sisi. Kwa hiyo pale sasa kulikuwa hakuna wa kumtegemea sasa. Ilibidi kila mtu. Huyu Baraka alitoa pepo. Ndio mara kwanza naye anagundua kumbe anasikia bwana. Amen. Lakini kinachosababisha yasirespond ni wewe umeona kwamba hayawezi kurespond. Na yenyewe anafurahi anashindwa kurespond. But when you mind yako inapokubaliana na kile unafanya, whatever that you do itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, tulianzia kwenye kumtegemea Mungu, si ndio? Kumtegemea Mungu niko kwa na kuzungumza hakupo kwa maana ya kusubiri afanye kitu kutoka ndani. Kuko kwa kuelewa na kumuelewa kwamba anayefanya kazi ndani yangu ni Mungu. Kuna kitu nimeongea hapo. Amen. Kumtegemea Mungu hakupo kwa kumsubiri Mungu atoke aje afanya, bali kumtegemea Mungu kupo
kwa kutambua na kufahamu kwamba Mungu anakaa ndani yangu na anayefanya ndani yangu ni Mungu. Ukishaitambua hiyo, manake chochote utasema kitakuwa sawa na umesema, kwa sababu unajua kwamba Mungu anafanya ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mnaanza kunielewa kitu fulani hapa? Naomba Mungu akuuplift kwenda kwenye hiyo nani kidogo. Tuone kitabu cha Hesabu, nianze kumalizia. Nataka hii story mnaifahamu sana. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 13 ni story ambayo mnaifahamu sana. Lakini nataka nikuonyeshe kitu kimoja hapa ili uone namna ambavyo Mungu anaweza akawa amekusudia kufanya na akataka kufanya, lakini wewe ukasababisha kwamba Mungu achelewe kufanya hicho kitu. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13, naomba nisomee mstari wa 31 mpaka 33. Alafu na mstari na ukitoka hapo rukia sura ya 14, soma mstari wa kwanza na wa pili. Alafu tutazungumza kitu hapa kimoja, tutakuwa tunamaliza. Kitabu cha Hesabu sura ya 13 mstari wa 31 mpaka 32. Mpaka 33. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Umeenda sura, umemaliza? Yes. Sura 14 mstari wa kwanza na wa pili tayari. 14 mstari wa kwanza na wa pili. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingalikuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaifahamu hii habari? Ninaidani tu kidogo ili tuweze kuelewa. Nataka uiconnect na maisha yako. Bwana asifiwe. Hawa ni wana wa Israeli ambao walikuwa wakimtumaini Mungu kwenye maisha yao, si ndio? Ndio. Mungu akawatoa Israeli kwa nguvu sana, mnafahamu story yake, si ndio? Yes. Wakawaleta mpaka pale alipowaleta mpaka kwenye ile karibu kabisa na nchi ya ahadi ambayo ilikuwa ng'ambo tu ya pale ambapo walikuwa. Wakatuma wapelelezi waende kwenye ile nchi waipeleleze ile nchi kabla hawajaingia ile nchi. Kumbuka Mungu amewaahidi. Hello? Amen. Nataka I want you to connect this with your life. Kuna kitu nataka Roho Mtakatifu akusaidie kukielewa ndani ya maisha yako. Mungu alikuwa amewaahidi Israelites kwamba atawaingiza kwenye ile nchi. Na hapa wapo wamefika kabisa karibu na ile nchi. Wakatuma wapelelezi kwenda kuangalia ile nchi. Waliporudi wapelelezi, asilimia kubwa wale walikuwa 12, wale 10 wote wakasema, wakatoa taarifa mbaya. Wakasema nchi ile ina majitu makubwa. Nchi ile ina watu wanaokula watu. Kwa sababu walisema nchi ile inawala watu wake wenyewe. Sawa eh? Akasema tulivyojiangalia kwa wale watu tukajiona kama panzi. Manake tukiingia mle wale jamaa watakuwa wanakula kama wanakula karanga. Ndicho walichokiona na ndicho walichokisema. Sawa eh? Kwa hiyo they reported what they saw. Hello? Amen. Sometime in your life kuna mambo ambayo yanatokea kwenye maisha yako unayaona, and therefore ndani yako unapokea ripoti ya kile kitu ambacho kipo kwenye maisha yako. Amen. Tufuatishe vizuri. Katika mstari wa kwanza na wa pili pale, now this is kinachofuata baada ya ripoti ambayo aidha umeipokea ama umeiona ndani yako. Kwenye mstari wa kwanza na wa pili anasema ndo wale makutano sasa wakaanza kurespond kutoka kwenye ripoti ambayo wameipokea. Wakatokwa na machozi, wakalia ule usiku.
Mstari wa pili anasema kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni, mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri. Halo, hebu kama uko pamoja nipungie namna hii. Akasema ingekuwa heri. Haya ni maneno yanatoka kwenye vinywa vya watu wa taifa la Mungu. Akasema ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au kwamba bahati ikitokea kwamba hatukufa Misri, au tungekufa katika au ingekuwa heri tungekufa katika jangwa hili. Halo, makusanyiko, wale watu waliposikia taarifa, walipopokea taarifa, wao wenyewe wakasema ingekuwa heri tungekufa kule. Hawa watu wamepokea nini? Taarifa. Wakasema ingekuwa heri tungekufa Misri, ama basi kama hatufi Misri tufe hapa jangwani. Kilichotokea kwa wale wana wa Israeli ni nini? Biblia inasema wote walikufa jangwani. Kuna mtu ananifuatisha? Yes. Wote walikufa jangwani. Ninajua ni rahisi kusema Mungu aliwaua jangwani. Si ndio? Mungu aliwaua jangwani, si ndio? Kuna mtu ananifuatisha hapa? Yes. Lakini uliwaona wenyewe walichokisema? Wamesemaje? Ingekuwa heri. Kwa hiyo kile unachokizungumza in your subconscious mind without you knowing kinakuwa kimekuwa taken as a wishful prayer. Inakuwa ni ombi la kitu unatamani, kwamba tunatamani basi kama hatukufa Misri basi tungelikufa jangwani. Kwa hiyo maombi yao yakajibiwa, wote wakafa Misri. Ni maombi mangapi ambayo umeyaomba ambayo pengine ndio result ya situation ambayo aidha uko nayo wewe, ama iko kwenye biashara yako, ama iko kwenye familia yako, kwa sababu tu kuna maneno uliyazungumza, kwa sababu ya taarifa ulizopata. Tumekuwa wauaji ndani ya kanisa. Watu wengi sana tumekuwa wauaji. Umesikia taarifa, mtu amekupa tu taarifa kwamba mzee, unamjua Shilof, yule dada yule? Yule dada ni mtu mbaya bwana, ni mtu mbaya, hujawahi sikia. Alafu wewe unatoka na ile taarifa uliyoisikia, na wewe unakwenda kusema kuna dada mmoja huyo ni mbaya. Unasababisha maisha, unasababisha mauti. Halo? Amen. Kuna nyakati ambazo tunapitia kama Christians kwenye maisha yetu, ambapo ukikutana na situation, cha kwanza kutamka, hauoni wema wa Bwana kwenye ile situation. Unakuwa unaziona zile shida, unayaona yale matatizo, unajiona unasema ole wangu mimi katika hili. Mara nyingine tunafikiri it's a humble thing to do kuzungumza maneno hayo, lakini you are calling that on yourself. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyo Mungu unayemzungumzia kwamba angekuua jangwani, yuko hapo na wewe. Kwa hiyo in other words unasema kwamba nife jangwani, na utakufa jangwani. Halo? Amen. Kwa ninyi ambao Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, it is very important kuwa very careful na maneno mnayozungumza, lakini pia to take advantage ya uwezo wa maneno ambayo tumepewa. Kwa sababu when you speak positive will happen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So death ya hawa watu ilikuwa imewahusu wao, kwa sababu wao wenyewe waliona ni heri wafe, na walikufa. Lakini hebu angalia mstari wa 7 pale. Hebu soma mstari wa 7 mpaka wa 9. Uone taarifa ya hawa wengine na maneno ambayo waliyasema. Hebu soma mstari wa 7 mpaka wa 9. Wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu hapa. Wale 10 waliotoa taarifa
alafu baadaye makusanyiko yote yakageuka yakaungana na wale wote. Unajua kilichotokea? Musa, ukisoma mstari wa 5, Musa na Haruni kuhani mkuu na wao wakapiga magoti mbele za yale makutanyiko. Lakini kulikuwa na huyu Joshua na mwenzake, wao wakazungumza kwamba ni kweli hayo mambo yalionekana huko, lakini wakaongea kitu wanachokijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Listen to me, mara nyingine huhitaji mafunuo kwa sababu wewe mwenyewe ni ufunuo. Mara nyingine huhitaji mafunuo kwa sababu wewe mwenyewe ni ufunuo. Maana yake ni kwamba umepewa nafasi ya kuzungumza. Zungumza katika position unayotaka wewe, sio kile ambacho ulimwengu unazungumza. Inawezekana kwamba things are not going. Yes, things are not going, but what am I speaking ina matter a lot. It matters a lot kile mimi ninazungumza, kwamba haijalishi mambo yanaenda namna gani, lakini mimi ninajua kwamba niko salama. Niko salama, ninajua niko salama. Nitakuwa salama kwa sababu mimi nimesema niko salama. Sio kwa sababu mazingira yanazungumza mauti yangu. Sio kwa sababu mazingira yanaihubiri shida yangu. No, niko salama kwa sababu mimi nimesema niko salama. Amen. Joshua na mwenzake akawaambia, jamani, msifanye hivyo, msimkufuru Mungu. Akasema kwa sababu hawa watu ambao mnawaona Bwana atawafanya hawa tukao chakula chetu. Joshua na mwenzake ndio peke yake walioingia katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba usimame pale ulipo. Worship team tafadhali. Yesu alijaribu kutuonyesha kwamba akasema mimi na Baba tu moja. Akasema mimi ndani yake naye ndani yangu. Lakini kuna mahali akazungumza akasema ninyi ndani yangu, alafu sisi wote ndani yake. Kwa hiyo kama uko ndani ya Mungu, manake ukitembea, anayetembea ni nani? Ndugu zangu, naomba Mungu akupe kuwa elevated to that level, kwa sababu that's a level God wants you to be. Mungu anataka uwe kwenye hiyo level ambayo ukisema neno lako Mungu amesema. Si imeandikwa kwenye Biblia yenu inasema kwamba hata sasa kila anayesema basi na aseme kama anasema neno la Mungu, kwa sababu akisema ni Mungu amesema. But this can only work in you pale ambapo wewe binafsi unaliona ndani yako, pale ambapo wewe mwenyewe unaiona ndani yako. Umekuwa ni controller wa maisha yako kwa muda mrefu. Umekuwa kiongozi kwenye maisha yako kwa muda mrefu. But he wants to take control of your life. Kusudi la Mungu ni yeye kuishi na kuoperate katika huu ulimwengu. Kusudi la Mungu ni hili, kwamba uchumi wa Tanzania uongozwe na yeye, lakini anauongoza through people ambao wamekubali kuwa used, kutumiwa na yeye. Waliokubali kwamba Father, wewe ndio uishi, mimi siishi tena, sitaki kuishi kwa sababu mara zote ambazo nimeishi, decisions ambazo nimefanya hazijawa sahihi. Lakini I want you to take control of my life now. Leo hii, asubuhi ya leo, nataka wewe uchukue control ya maisha yangu, ili majibu yasiwe ni kitu nitatafuta, bali majibu yawe yanatoka ndani yangu, kwa sababu ndivyo umeahidi. Umesema kwamba ndani yenu zinatoka chemichemi za uzima. Ule uzima hauji kutoka mbinguni, unatoka kutoka ndani yangu. I want this to start being true now in the name of Jesus. Pengine umeishi sana ndani yako, umefanya decisions nyingi wewe kama wewe, and that's why maybe tumekuwa nyakati zote tunafeli. Ni wakati sasa wa kukubali tu kwamba sasa it is time, kwamba mimi ndiye ninayeishi, acha mimi nipungue ili utukufu wako uonekane. Utukufu wako uonekane. Haya ni maamuzi ambayo wewe unafanya ndani yako, kwamba ninataka nianze kupungua mimi, Mungu uishi. Uishi tu, ujithibitishe katika namna ya kiungu. Maybe the things ambazo ziliinuka kama milima maybe yale mambo ambayo hayana majibu, utaanza kuyaona majibu. Not kwa sababu mtu ataleta majibu kwako, lakini ni kwa sababu wewe utaita majibu kutoka ndani yako. It is time and this is the season. Mungu ameniahidi kwamba huu ni wakati ambao things will happen in our life the way that we want them to happen. Mambo yatatokea kwenye maisha yako vile wewe unataka yatokee, vile wewe unasema yatokee, kwa sababu aliye ndani yako ndiye anafanya.
Bwana ananiambia kwamba kuna mtu umechoka. And as I am speaking, utakuwa unanielewa ninachokizungumza. Somehow umechoka, umefika point ambapo you don't even understand God kwa sababu ya yale yanayotokea ndani ya maisha yako. Lakini God is saying He has given you a control over your life. Kwa sababu He works in you. Ameweka uwezo wa kuyakontrol maisha yako kwa sababu anakaa ndani yako. Anataka tu wewe ualign yourself na yeye, ualign yourself na neno lake. Majibu unayohitaji utayaona. I just want to pray for you. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya rehema zako. Mara nyingine tumeshindwa kupokea kwa sababu ya udogo wa elimu ambayo tumekuwa exposed to. Lakini ninaomba kwa rehema zako mchana wa leo, kwa kila aliyoko mahali hapa, kwa jina la Yesu Kristo, ambaye yuko kwenye point ambayo nafsi yake ina struggle ndani yake, haioni kesho itakuwaje kwa sababu yale yote aliyo ya hope for hayajatokea. Lakini wewe unasema ya kwamba kinywa kikingali liko tumaini, kwamba ukingali na pumzi ndani yako na uwezo wa kuzungumza liko tumaini. I pray in the name of Jesus. I pray strength. Ninaomba nguvu ndani yako tena ya kusema neno jingine moja tena la tumaini ndani yako. Ninaombea nafsi yako iliyoinama kuinuka sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nafsi iliyoinama ndani yako iinuke katika jina la Yesu, kwa sababu Bwana amekupa nafasi ya kusema neno jingine moja katika ulimwengu ili iwe amani kwako katika jina la Yesu Kristo. Hebu anza kutabiri katika maisha yako sasa. Tabiri katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Umekuwa ukihangaika muda mrefu kwa sababu ulikuwa unajua kuna watu watakusaidia. Kuna watu watakusaidia kwenye ile jambo, kwenye ile kazi, kuna watu watakusaidia. Lakini Bwana kwa pendo lake anaonyesha kwamba yeye ndio atakayekusaidia kwenye hilo jambo. Anza kutabiri katika jina la Yesu. Tabiri katika jina la Yesu. Tabiri. Umefanya interview, tabiri kwenye ile interview katika jina la Yesu Kristo. Umeianza kazi, tabiri kwenye hiyo kazi katika jina la Yesu, kwamba itakwenda sawa sawa na maneno ninayosema, kwamba haitakwamia hapa. Hiki ambacho kimeanza hakitakwamia hapa. Hii kazi ulioianza, hii biashara ambayo umeianza haitakwamia hapa. Sawa sawa na neno langu itafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neema juu yako katika jina la Yesu. Pokea neema sasa katika jina la Yesu. Pokea neema katika jina la Yesu. Maneno yako hayatakuwa bure tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Maneno yako hayatakuwa bure tangu sasa. Kile utakachokieleza kitakuwa sawa na utakavyoeleza kama umeipokea neema hii sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo.